Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Johra, natoka shirika la Twaweza Communications. Tupo kwa mradi huu wetu wa kuhifadhi mila na tamaduni za Kibajuni. Ila kabla hapo naomba ujitambulishe, wewe ni nani, umetokea wapi labda, alafu tutaendelea. Kwa majina naitwa Ahmad Muhammad Liwali, na mimi ni mkazi wa Lamu. Kwa sasa naishi hapa Lamu na niko na biashara zangu, mfanya biashara, lakini kama Mbajuni huwa tuko na zile roots. Kwa hivyo roots yangu nimetokea kule katika kisiwa inaitwa Ndau. Is an island ambayo inapatikana kule Kiunga Wadi. Kukulia kwako kama Mbajuni, unavyosema wewe ni Mbajuni asli, umelelewa vipi yani hadi ukafikia hapa kwenye mila yani za Kibajuni? Mimi nilibahatika kuzaliwa kule kisiwani ambayo nimekwambia Ndau, ambayo inapatikana Kiunga Wadi. Kwa hivyo nikalelewa katika mazingira ya piwa ile Bajuni hapo, kwa sababu 99% hapo watu ni wa Bajuni. Nikasoma pale Ndau mpaka primary nikamalizia pale, na madrasa pia, lakini madrasa kuna vile viwango ambao kama high school nikaisomea pale. Lakini sasa katika kukua kwetu pale, mazingira ya kulelewa ilikuwa tunalelewa kama jamii. Ule mtoto si wa mtu mmoja, ilikuwa mtoto ni wa watu wote, tunalelewa kama jamii. Tunaheshimu wale wazee wote wako pale. Katika mazingira ya kuanza kuwa na akili, kitu cha kwanza ilikuwa sisi watu tunatayarishwa kupelekwa kule chuoni ambao tunasema madrasa, ama kwa lugha nyingine ileweke zile Muslim school zile. Tunapelekwa kule, tunaanza kusoma huko before kuanza nursery school. Alafu baadaye tunaanza kuwa na, ndio tunaanzishwa kwenda madrasa, tunaanzishwa kuhifadhishwa Qur'ani na masomo ya dini yale. Alafu baadaye kwa umri fulani hivi, kwa miaka 6 5 tuna join ile shule. Alafu program yetu tukiwa wale wadogo wa asubuhi huwa tukienda msikitini na wazazi wetu. Alafu baadaye tukitoka msikitini, ambayo hiyo ni masaa ile saa 11:30, tukitoka hapo msikitini huwa tunakuja nyumbani, tunatayarishwa tunaenda chuoni. Ile chuoni ilikuwa ni special, hatusomi masomo mengine, Qur'an peke yake. Lakini tunaanzia hapo saa 12 mpaka saa 1:30. Saa 1:30 tunatoka. Sasa tunaenda shule sasa. Tukifika shule saa za mchana, tukitoka kule tukiwa wadogo, hiyo age ndogo, tukitoka hapo kwa sisi wale ambao wako hapa primary wanarudi shule, wale ambao wako lower primary wanarudi kule chuoni kwa Qur'an. Alafu saa 10 tukitoka sote sasa tunaenda madrasa ile kufundishwa wale masomo mengine. Kwa hivyo ile system ya elimu ilikuwa inaenda hivyo, tunashare hivyo, na hiyo iko mpaka leo hii. Bado kule kwetu watoto wakiamka asubuhi hawaendi shule moja kwa moja, wanaenda madrasa, alafu saa 1:30 ndio wanatoka, wanaenda chuoni, saa 1:30 ndio wanatoka. Na malezi ilikuwa na kila mtu. Ukifanya kosa basi mzee wote anaweza kukukemea, hata ile kukuchapa. Na katika kuogopa sana sisi, baada ya wazee ilikuwa tuogopa sana wale walimu wa madrasa. Walikuwa wako na upper hand. Mtu anaweza kukuchapa hata popote vile, lakini mzazi hawezi kuingililia. Wao walikuwa wana nini kubwa sana. Ndio ukaona kwa age hii yangu majority sote utatupata ni kama ambao ni mashehe. Tunajua dini vizuri, kwa sababu wakati huo tulikuwa tumeshikiliwa sana. Hao ndio malezi. Na katika mzunguko wa malezi hayo, sisi ilikuwa tunaweza kuingia nyumba yote. Kwanza is an island, almost watoto tunajuana na wote ni family. Tunaweza tukaenda kwetu wakula pamoja, tunaweza kwenda wakina huu kala pamoja, na ilikuwa haina shida. Na sana kwa tumezungukwa na wajomba, mashangazi, maami. Kwa hivyo ilikuwa tunaelewa chini ya family kubwa na jamii kubwa. Na wakati huo ilikuwa bado hakujafunguka sana. Ukiangalia hata zile ofisi za serikali ambazo ilikuwa ni chief peke yake. Ilikuwa hakuna mfano kama kambi za polisi kama vile sahihi, wala ambao sahihi hata vijijini interaction ni nyingi za jamii nyingine. Lakini
kwa wakati wangu, sababu mimi ni mtu wa 40s, ilikuwa wakati huo tuko peke yetu tu, yani ile isipokuwa wale majirani utapata tuaenda kama Kiwayu kwa hafla zile za madrasa ama shule zile mipira, lakini utapata bado ni nyinyi tu kwa Bajuni, ilikuwa hakuna watu wengine. Hivyo ndo tulivyokulia katika mazingira hayo. Labda kuna utofauti au kuna mila ambazo hapo awali zilikuwa zikifanyika na sasa hivi hazifanyiki tena, labda za Wabajuni? Kwa kuinukia kwangu, kuna mambo ambayo yalikuwa yakifanyika ambayo sasa hayafanyiki. Mfano sisi ikiwa imefika mwaka sisemi hii ya sekula, ilikuwa kuna ile mwaka ile ya surrounding, tunasema miongo ya mwezi ile. Ikifika ile mwaka, ilikuwa mfano sisi watoto wote hatuendi shule, hata kama ni public holiday, shule hatungoji eti serikali tuambie. Hiyo sisi katika kijiji ni mila, hakuna shule, watu wote hakuna madrasa hiyo shule. Asubuhi tutatoka sisi wanafunzi wote, tutaenda kwa maombi, tutaoga baharini sote, tutaenda baharini tukaoge baharini. Alafu ikifika kitu kama saa 4 ilikuwa tunazunguka mji wote kwa maombi, tunazunguka yote, wanafunzi wazee wote kwa tunazunguka. Alafu watu wanachinja, wanakula pamoja, alafu jioni watu wanaangalia ile mwezi, inakuwa ni sherehe kubwa. Na hiyo kuoga ilikuwa sisi hata paka wanawake ilikuwa, maana mwezi kwa zile tarehe zile inakuwa yule mwezi inakuwa maji ni mingi asubuhi, so mapema kina mama ndio walikuwa kioga, kwa sababu watu mix wanawake na wanaume, alafu sisi na watoto, alafu na wazee nao walikuwa wakioga. Ilikuwa ni kama sherehe kubwa sana, kama vile New Year ya leo. Lakini hiyo nimeona imeondoka, kwa sababu hiyo last year tu mimi imeniingilia nilikuwa huko, na hiyo haikufanyika kabisa. Hata ile maombi kidogo tu haikufanyika. Sasa utaona kwamba sahihi pia huko wanasherehekea ile New Year secular, ile ilikuwa tufanya imeondoka. Kitu nyingine, wakati sisi tulipashwa tahara, wakati wangu mimi nilipashwa tahara bado niko huko, na sahihi tumechukua ile ambayo tunasema sunna ya Kiislamu. Siku ya 7 tu mtoto anapashwa tahara, lakini wakati wetu sisi ilikuwa kidogo watu wanavuta miaka. Mtu ako na miaka 7, ako miaka 5, miaka 6 ndio watu walikuwa wanafanya, lakini ilikuwa ni sherehe kubwa sana. Hiyo family ilikuwa wanashikana wote pamoja, watu wanachinja ng'ombe, wanapika chakula, alafu wakati ule unauguza kile kidonda. Ilikuwa 7 days, wale watoto wa rika lako awali nyumbani kwao wote wanakula na wewe hiyo nini yote, mili zote 3. Asubuhi ilikuwa tunakunywa uji pamoja, alafu mchana na wanakula na wewe. Hata kama mko 100 kwa hiyo kijiji, hao watu wote itakuwa ni mzigo wako, watakula na wewe. Kwa jina la kwa Kitachine, hiyo imeondoka. Sijui kwa sababu ya uchumi ama kwa sababu gani, lakini haipo. Lakini sana si kwa sababu ya uchumi, kwa sababu sasa hivi watu wanatahiri, mtoto bado amefikia siku ya 7 tu, wanafuata ile sunna ile ambayo ilianza kuwekwa tangu kwa Jesus huko na Muhammad, wamefuata hiyo zaidi, wameacha ile mila, wameenda kwa dini. Hiyo ilikuwa inafanyika sana, na vitu kama baharusi ilikuwa ni ngoma za kienyeji tu, lakini siku hizi watu wanaweka hizi ma disco na ma DJ nini. Lakini mwanzo ilikuwa kuna hizi kirumbizi, watu harusi, kulikuwa hizi gungu nini ilikuwa inafanya hivyo. Alafu wakati mimi nikiinukia sasa, hii hata kama zinafanyika, lakini ziko mix na mambo ya ngoma hizi za sasa hizi ambazo ziko za kizazi kipya hizi, na ma DJ wanakuja wanaweka nini. Sasa imekuwa hizo zimepungua, hizo ni vitu ambavyo vimepotea, vimeanza kubebwa na hisia. Sasa hizi kizazi kipya wanapenda hizo zaidi kuliko ile mambo ya nyuma. Sasa hizo kidogo niona zimepungua sana. Na hata kule chuoni kule ilikuwa ukisoma kulikuwa kuna nini moja, ukifika tunasema ni sura ama verse fulani, ukifika kama Ikra iko kama sura 5 ama 6 katika msahafu. Ikifika hiyo siku watu wote wanajua kwamba mtu fulani amefika hapo, basi kutakangwa zile bisi ama chakula mzazi wako atapeleka pale chuoni pale, kama ni madrasa watu wote watakula hiyo sadaka. So umepiga hatua kufika hapo. Na ukimaliza juzu wa kwanza ilikuwa kuna sadaka unaifanywa, na ukimaliza msahafu wote, hiyo si bado kukram ile kusoma tu hivi, ukimaliza wote bado ilikuwa kuna hiyo unafanyiwa. Lakini hiyo pia imeondoka. Naona hiyo pia ilikuwa ikiweka motisho pia katika hizo masomo, lakini naona hiyo ime cool down. Sasa watu wanasoma tu ile, mtu hata
haifanyiwi hiyo. Lakini kijiji kizima alikuwa kinajua huyu mtu leo amemaliza hii kusoma hii, kwa sababu alikuwa anafanya sadaka. Kitu nyingine nilikuwa nimeona ambayo imeondoka, kulikuwa kuna sadaka ambazo zinafanya kama siku fulani wakati wa ukulima season, watu wameenda wametengeneza mashamba yao. Sasa season ya mvua iko tayari, watu wakija wakiweka kule, kuna mambo ya moto kule kusafisha mashamba, kuna kitu inaitwa randa. Watu wakija wakicheza pamoja, kila nyumba ikifanya juisi, kuna vyakula viko vikipikwa. Hiyo nimeona sasa imeondoka. Ni mtu sasa ni yeye asafishe yeye na mbegu zake na nini zake, hakuna ile ushirikiano wa pamoja. Kuna vitu vingi hivyo nimeviona mimi mwenyewe, si watu wakati wa mababu. Hiyo ni vitu nimeinukia, nimeviona mwenyewe hivi. Kulikuwa wale wakulima kama sisi pale Ndao, kulikuwa na ukulima mdogo pale ndani ya kijiji, lakini sisi ni kisiwa, kuna na mainland tunaita Vipingoni. Ile ni mainland yetu, Kiwayuo na mainland yao Tashango. Yaani hizi ambazo na island zote kule mainland pia wamepangiwa sehemu ya ukulima. Sasa ilikuwa watu wakivuna walikuwa watu ni wanatoa kwa nyumba zote ile chakula, ilikuwa lazima kila nyumba ipate ile chakula. Sasa hii mtu mwenyewe akivuna yapiga mahesabu kupeleka sokoni yote. Hiyo imeondoka katika mila. So just majority Muslims ilikuwa mtu akaenda haji ile mtu anaenda safari ya kwenda Maka, yani ilikuwa anaalikia ile kijiji chote, na hiyo ilikuwa inaleta umoja sana, kwa sababu hata mtu kama alikuwa yuishi Nairobi lakini yeye sema ni Wandao ama Kiwayuo ama Mkokoni ama wapi, anataka kwenda haji, hawezi enda, ilikuwa mpaka arudi huko nyumbani aalikia watu wote. Kwa hivyo kulikuwa kunasoma maulidi hapo, watu wanakutana wote, yani wakichukua ile safari moja nzito sana, mtu anaweza kwenda asirudi. Sasa hii siku unasikia mtu hata ameenda haji, hata hujui, pengine hata unaenda njiani msalimiana, vipi bwana, mimi alhaji, mimi nilikuwa nimeenda Maka. Lakini wakati huo ulikuwa lazima watu wajue, pengine ni mtu ni Wandao ya Dar es Salaam, hata toka Dar es Salaam aje nyumbani, aalikie watu wote, asalimie watu wote, aingie nyumba moja moja, afanywe maulid, afanywe sadaka, watu wamtolee mashairi. Unaona, yani ilikuwa ni kitu kikubwa. Sasa hii hakuna. Sasa hii hata in fact mimi hii mwaka iliyopita ndugu yangu kabisa mkubwa wangu ameendaje ile Aisha maliza kila kitu, alifanya kuni brief tu siku ya mwisho, bro mimi nimemaliza kila kitu bwana, hivi kinaenda yani kozi kwa Mombasa ananiambia hivyo tu. So imekuwa yani kitu ambacho ni cha kawaida. Hizo ni mila ambazo zilikuwa ziko na zinatukutanisha. Alafu kulikuwa kuna mila moja, kuna kitu moja ambacho sisi ilikuwa tuko nayo special pale kwetu. Kwanza ilikuwa wakati wa kusi, yani tuseme zile June July, wakati upepo ni mwingi, watu hawakuwa wafanya kazi baharini, watu walikuwa waende kabisa. Hiyo siku zote watu wamenangana na bahari, lakini hiyo miezi watu walikuwa waende baharini kabisa. Watu wote wako ndani ya mji isipokuwa wale wakulima tu, yani hivyo. Watu wale wa baharini wote wako ndani ya mji kwa sababu ni siku za hatari, watu haendi, watu wote wanabaki hapo. Watu kazi ni kula na kufanya mambo yao ya hapo tu basi. Lakini siku hizi hata serikali ikisema wiki watu wasende bahari ni chafu, watu huko wanaingia hivyo hivyo. So hiyo imeondoka, na hiyo wazee walikuwa kiprotect sasa, na imeleta maafa siku hizo. Tunaona siku hizi kwa serikali tuambie, sisi tunajua kimiongo, tunajua wiki hii ni very dangerous baharini, lakini kulingana na uchumi watu waingia hivyo hivyo tu, wanaenda kubahatisha maisha, watu wanakufa. Sasa tumepata kwamba hizo ni vitu ambavyo vimeondoka kwa wingi sana, na vimesababishwa na mambo mingi sana. Na kitu ambacho zaidi hii tunasema simila, lakini watu wamehama sana, population imekuwa ndogo kwa sababu watu wanasoma. Mtu graduate hakuna kazi itamweka kijijini kule, unaona. Hata mtu amemaliza tu form 4 hako tayari hata kwenda kufanya zile kazi zetu za kiasili, napata kidogo zimepungua. Hata ukiangalia nyumba zilikuwa za makuti, so ilikuwa watu wakienda mashamba kule watu wasema kutapasa kutewele weaving zile za makuti na nini. Sasa watu ni bamba na wataki ile stress ya kila wiki nini. Wakati wa nyuma ilikuwa nyumba nyingi ni zikitengenezwa na udongo, mtu mmoja mmoja ambaye ana uwezo ndio alikuwa ni blocks hivyo. Ilikuwa mtu akitengeneza ile nyumba yake unaitisha mji mzima unakuja kusaidia, wanawake wote katika mji wanakuja, wanatengeneza nyumba haraka haraka tu, wanabomoa kama ni kuweka roof ile, wanabeba pamoja wakiimba. Ilikuwa kitengeneza. Sasa hii kila mtu ni uchumi wake na fundi wake, na block yako utaitoa wapi? Watu wanajenga nyumba zile za kifahari.
ni wakati umeenda hivyo, lakini utapata kwamba ile sasa niwe peke yako ujumuiki, yaani hatukureform kutoka kule kwa block pia basi tusaidiane tubebe pamoja nini. Zile za udongo tulifanya pamoja, hizi za kifahari tutafanya peke yako. Sasa umeona hizo vile tunaenda na katika mila kubwa sana, tusimuze kama pale kwetu ndio watu ambao walikuwa kisafiri sana. Hata sijui Christopher Colombo ukija kuchunguza huyo alikuwa ni nyuma sana yetu, kwa sababu sisi tunatengeneza majahazi pale kwetu makubwa sana. Wakati wangu ilikuwa tayari wa jahazi zile zinaenda mpaka India mpaka wapi, ikiwa marehemu babangu ni captain ya hiyo nimeona wakija na vitu. So kwamba pale kama pale Ndao ilikuwa ni base ya watu kusafiri sana. Ofisi ya kwanza ambayo nilifika pale kuna customs pale, kwa sababu watu kutoka safari inabidi waingie pale alafu waondoke. Hizo movements zimeondoka. Ilifika wakati kwa sasa ile yale majahazi hawezi ingia tena pale, lazima ende kama old ports kule. Yaani hao mambo yamebadilika. Alafu tumebadilika pia katika mambo ya ujenzi wa yani kuunda vyombo vya baharini. Tumetoka sana katika mbao, tumeenda sana katika feba. Unaona? Na usafiri wa tanga ile imepungua, tumeingia kwa mashini zaidi. So tunategemea nao pia baada ya muda tutakosa jahazi ambao kabisa itakuwa ni feba, kwa sababu ile mtu aona kila mwaka mimi nataka nitengeneze jahazi ambao niunde feba, nikiweka na 15 nataka repair. So huko pia tumetoka. Unaona, na ile usafiri umekuwa pia lazima uchange kulingana na wakati, watu wanaweka mashini. Sasa mambo ile ku sales na tanga pia imeondoka. Sasa utapata vitu vingi vinapotea kulingana na wakati na hivi vinavyoendelea. Labda nikuregeshe nyuma, tuseme mtoto wa kiume wa Kibajuni alikuwa anaashiriwa nini? Kulikuwa na maadili ulikuwa unafaa ufuate kama mtoto wa kiume ama alikuwa hakuna? Yako maadili makubwa sana. Mtoto wa kiume wa Kibajuni yeye ilikuwa ni alikuwa kwanza anajengwa na kitu kinaitwa hera. Yaani atakaniwa awe mlinzi wa jamii na familia yake, kwa sababu ukiangalia vizuri hata ule sister wa Kibajuni, ule dadako wa Kibajuni, unajua Kibajuni utamuita umbula, yeye ilikuwa anamwogopa zaidi kaka, kwa sababu kaka ndio mwenye majukumu mingi sana. Na utaona hata kaka kipeleka mashtaka hakuna siku baba atasema yes kwa mtoto wa kike, hadi amewekwa yeye ndo mlinzi. Alikuwa amewekwa katika maadili hao ya ulinzi, lakini sio kwamba kunyima haki ya wasichana. Wao walikuwa wana mipangilio yao. Alafu ulikuwa wamewekwa kwamba lazima wawe ni watu wa kazi sana. Kwa sababu tukiangalia siku za nyuma kabla elimu haijawekwa kipaumbele kuliko sasa, wajua mpaka sasa hii Lamu East hakuna university. Wacha university, Lamu East huko kwetu hata college hakuna. Hata teachers college hakuna right now kwa sasa. Watu wanasafiri. Lakini siku za sasa hii kuna secondary school nini. Wakati wa nyuma pia ilikuwa hakuna, ni primary school. Secondary school lazima uje huko Lamu West. Kwa hivyo ilikuwa watu pia elimu hawaioni kwa upana. Kwa hivyo ilikuwa amepewa majukumu ya kurithi zile kazi za wazazi pia. Kwa hivyo ilikuwa mtu anaingia katika kulima akiwa mdogo sana. Mtu anaingia katika bahari akiwa mdogo sana, na alikuwa akichukua majukumu ya kimaisha hasa mapema sana. Na msisitizo walikuwa akichukua majukumu ya kimaisha yakiwekwa sambamba na majukumu ya kidini, kwa sababu Bajuni ni 100% Muslims. Wao kwa hivyo walikuwa wanawekwa katika majukumu hayo sana kulinda, na ndio ukaona hata ukiangalia zile traditional, hata zile ngoma za Kirumbizi zile ilikuwa ni wale mabarubaru wanacheza wakifundishwa ile ushujaa. Sasa ilikuwa ni anawekewa hiyo sana, na walikuwa ni anasisitizwa pia ni mtu ambaye atakana ajiweze kujisimamia na awe na familia yake kwa haraka, aweze kuoa na aweze kuongoza familia yake kwa haraka, kiasi kwamba mtu ambaye hudelay unaweza ukaekewa kikao mbona hiyo ndio katika mambo ambayo alikuwa akiwekewa sana katika mazingira yake. Labda kuna utofauti sasa hivi vijana wa Kibajuni sasa hivi na wakale, kuna any difference tuseme? Sahihi, wako na tofauti sana. Kwa sababu ule kijana wa kale alilelewa na jamii yote, akijua pale ndani ya kijiji ama kisiwa kila mtu ni babangu, kila mtu ni mamangu. Huwa sahihi
yeye anajua babangu ni babangu, mamangu ni mamangu. Kwa hivyo huwa sasa anakosea sana, kwa sababu watu wa kumlekeza ni kidogo kulingana na maisha ile ilivyo. Ona, lakini yule wa zamani ilikuwa ni mtu anaweza kuwekwa kukimana kila mtu. Sasa ilikuwa ni mtu kitu kama sigara, huwezi vuta sigara tu mbele ya kila mtu. Sasa hii mtu hata mbele, yani kama atakumogopa labda ni babake kijana mdogo, lakini anaweza kufanya hivyo mbele ya mtu yoyote. Na ilikuwa kuna undugu mkubwa sana. Lakini vijana wa sasa hata mtu anaweza hata muua mwenzake. Umeshaona ile level ya heshima ya zamani na sasa imepungua. Na hawa sasa wanajiona kwamba wao wana haki nyingi, yani mtu ana rights zake nyingi sana, yani mtu ana mambo mingi sana. Na tofauti moja, wale wa zamani walikuwa wao walikuwa wanaishi wakijua sisi tuarithi kazi za mababu zetu za ukulima na za bahari na nini. Hawa sasa wanajua sisi tunaishi tunaenda kuajiriwa mjini na nani. Sasa utapata yani mtu akimaliza tu 8, wacha tungie mtaala sasa huo ule ambao tulikuwa nao 44. Mtu akimaliza 8, hakuna secondary school pale. Hakuna secondary school Kiwayu, hakuna secondary school Mkokoni. Wao lazima waje Lamu, Malindi, Mombasa. So akirudi yeye amekuja na mentality nyingine tofauti, anaona wale watu wako tofauti na sisi. So labda ule kijana kule yeye asubuhi amerauka, ametoka shamba ama ametoka baharini, akirudi amevaa kikoi chake na shati yake na bakora yake. Huyo ameona yeye ni suruali yake imetaki na nini, anamuona yule sasa ni watu tofauti, kama yuko dunia nyingine ya nyuma huyo mbele. Lakini huyo ameelimika lakini ameacha mila. Yule hana elimu, ameshikilia yale mambo yake ya zamani lakini ako na ile mila. Na sasa wale wa zamani hata alikuwa akitoka akisoma, kwa vile alikuwa amezungukwa na traditional sana, akirudi huku shule zimefungwa, yeye akirudi bado atarudi katika zile kazi za zamani. Ataenda na babake baharini, ataenda na babake shamba. Lakini hawa sasa akirudi yeye uko holiday, hata kusikia bahari ni nini, hata kusikia shamba ni nini. Sasa kulingana na hao maadili kumechange sana. Unaona, na nikwambia kitu kimoja. Wajua watu walikuwa kimaliza 8 hapo zamani, wanaenda mbele ni kidogo. Mfano tumemaliza tukiwa watu 20 katika kijiji kwenda huko, utapata watano tu labda ndio wameenda kusoma, na utapata hao wengine wingi wamebaki katika vijiji kule. Sasa sahihi ya ratio ni yote, labda tumetoka tumemaliza 8 watoto 30 na sio 30 sote tumetoka. Umeona? So tukija sote pia tumekuja na mentality ile ya town. Hatuko na mentality ile ya kule. Umeona? Sasa utapata ni ukija pia wanaambukiza wale wa kule. Sasa inakuwa ni mila na desturi kwa vijana wa sasa haipo. Na ule wa zamani hata kama amemaliza 8 pale, amemaliza madrasa pale, hata kasoma alliance, akirudi bado atarudi na ako na ile mambo ya huku mjini, lakini akijua kule anajua mimi pia niko na ya huku, kwa sababu yale ya huku yalikuwepo. Sasa hayapo. Umeelewa? Sasa hiyo ndio imekuwa difference. Je, kulikuwa na mavazi ya Kibajuni asili ya mwanamume ama vipi yani? Zamani yalikuwa kwa mavazi rasmi ya Kibajuni. Ya Kibajuni rasmi kabisa. Walikuwa wanavaa nguo tuseme kikoi ama nini hivi. Alafu kuna na nguo nyingine wanaweka hivi. Sijui kama umeona watu wakienda haji ile ihram hivi. Basi walikuwa wanavaa hivi. Lakini mainly walikuwa ni ya black sana. Hiyo wanavaa. Wakati wangu nikinukia kama mavazi yalikuwa ndio yameisha tayari. Nikinukia nimeona watu wanavaa kikoi chake mtu na shati. Lakini picha na mababu zetu bado ziko kwa mavazi hayo. Watu wali upgrade wakawa sasa wanavaa vikoi na wanavaa na shati, na baada ya kuvaa hiyo kitu wali apply ni kanzu. Hakuna mavazi hayo rasmi. Kisha kitu wali apply ni kanzu. Walikuwa wanavaa kanzu wakiita kanzu za lasi. Wana hao ndio mavazi walikuwa wakivaa. Mtu anavaa mavazi yao anakuwa na bakora yake. Na wanawake walikuwa wanavaa hivyo leso wanavaa, alafu wanawake walikuwa wanatoboa masikio. Hiyo nimemwona grand yangu mimi mwenyewe, hiyo alikuwa bado hajakufa. Mungu alimpa umri mkubwa sana, hakufa, alikufa si miaka kama 4 nyuma ama 5. Yeye alikuwa ameweka ile sawa tu na ile masaa ile. Unaweka kwanza wanaweka ndogo mpaka inakuwa ni kubwa, huko inakuwa shimo kubwa hapa. Wameweka hirini kubwa. Hiyo nimeiona na macho yangu. Na hawakuwa walikuwa na mila zao.
za kupaka, lakini hawakuwa na vipodozi hizi vya sasa wa mkorogo, hawakuwa na wanawake. Alafu baadaye wao wakachange kutoka hizo leso wakawa na ile wanavaa ile buibui ya Kiswahili. Ile ya Kiswahili. Si hizi abaya sasa. Ile ya zamani. Hiyo hiyo ndio ilikuwa anavaa. Naona sasa hiyo haipo. Imechange iko museum tu inaonyeshwa wakati wa Swahili culture, sijui wanasema hivyo, Bajuni culture, hizo vitu. Kwa sababu ile apply kwa jamii zote za pwani wakivaa ile abaya ile ya zamani. Hiyo naona imeenda. Hiyo hami na hiyo naona hiyo ilienda kitambo. Sasa hii imebaki ni hiyo kikoi na bakora imebaki. So mtu atavaa shati yake kama hii na kikoi yake na bakora na kilemba. So hiyo kilemba, kofia na kikoi naona hiyo bado. Hizo naona ndo bado za apply, hizo bado ziko. So bado watu wavaa vilemba? Watu bado wanavaa vilemba na kofia hizi. Kofia hizi wanavaa, obvious wanavaa na mimi leo unajua pia leo nimekuwa na shughuli nyingine, lakini ningekuwa nimevaa kikoi changu tu hata interview singejua hivi. Hata naona haya kufanya hizi na mashati. Ningekuwa tu nimevaa kikoi changu na bakora, maana hizo mimi nabeba. Lakini pia kuna shughuli ambazo tukienda ubidi tuvae ile kulingana na mambo ya kisasa tu. Lakini hata mimi mwenyewe huvaa hizo. Na kikoi tunavaa, bakora tunabeba na hii tunavaa, lakini ile hamjajua tuvae tena. Kulikuwa kuna zile t-shirt ya white plain na ule mkanda mkubwa either green na nini. Sasa hii watu watumia belt yote, lakini hiyo bado kuna watu wanatumia hiyo mkanda, japo inapotea pole. Katika huu mradi wetu wa kuhifadhi mila na tamaduni za Kibajuni, unafikiria je, itaweza kusaidia Wabajuni embrace au kutaka kuregesha zile mila na desturi zao za hapo zamani? Hii itasaidia sana. Kwanza tukija tu katika lugha yenyewe, katika mantiki ya lugha yenyewe, hiyo itasaidia 100%. Kwa sababu ukiangalia vizuri sana utapata wanafunzi wa Kibajuni wanaweza kuwa ndo wanafeli zaidi mtihani kuliko jamii nyingine yote ya Kenya. Na hiyo imesababishwa kwa sababu kulingana kwa kupenya kwa Kiswahili sanifu katika Kibajuni wameshindwa kujua Kibajuni ni ipi na Kiswahili ni imekuwa mix mikubwa. Sasa naona mtu anachanganya maneno ya Kibajuni ambao si sanifu, so kule katika mtihani yule anayemark kule hajajua kwamba hii ndio asili labda ya lugha, anaona huyu amezungumza lugha gani. Yule hamuelewi yule mtahini, anaweka roho. So ikiwa hiki imeingia hiki kitabu, watakuwa wanajua kutofautisha kwamba hii ni Kibajuni na hii ni Kiswahili. So wakiwa katika mitihani yao na kuendeleza masomo yao, hawatachukua tena lugha mama kuimix na Kiswahili. Hiyo itasaidia. Kisha baadaye italeta ile tafakari kwamba jamani, hivi vitu wote tumevipoteza sisi. Kwa hivyo italeta ile hisia ya watu kutaka kurudisha, kwa sababu si unaona mfano kama mambo ya county government wanaleta zile, kama upande kule kwetu kule Kiunga wanaleta Kiwayu, kule wanaleta Kiwayu culture. So kama hiyo, na wale ni Wabajuni wote. So tunataka vitu kama hiyo tuibadilishe, isiwe sasa iwe ni Bajuni culture, ili hivi vitu ambavyo haviko lakini kama twaweza wamefanya bidii kuvileta na vimeweza kuja, unaona vitu tutaviapply ili na sasa iweze kuiona. Kwa sababu mimi nimeona sasa ni kweli tangu mradi huu uanze kutoka na uanze kutangaza, ni kweli mimi nimeona kweli kuna watoto wa kisasa fulani wameingia katika mitandao na wameanza kufanya zile content wakitumia Kibajuni peke yake. Ona, utapata maneno ya Kiswahili wakiatoa kidogo sana, wakijaribu kutumia na watu wamependa. Unamwona mtu ako na viewers wingi sana, mtu ameona. Sasa ni mradi kama huu ulipoanza kuiweka ile alarm, raise alarm, jamaa mapotea, watu wameanza kupokea kwa. Sasa watoto watakuwa wamejielewa na watarudi nyuma, kwa sababu mwanzo unapowafundisha wale watoto ile lugha yao na mila yao na desturi yao, watataka kupractice. Kwa hivyo mimi naona ni mradi mzuri na ni mradi ambao utaleta mafanikio makubwa. Labda tumalizie na una maoni gani wewe kuambia, labda au kitu chochote ungependa kuambia Twaweza Communication au Wabajuni wenyewe asli, tungependa kukusikiliza. Mimi Twaweza natoa shukrani kubwa sana kwa kufikiria hili jambo, kwa sababu tunaweza sema ilikuwa lugha ya Kibajuni iko ICU. Lakini sahihi
inaonekana ni kama mtoto ameanza kuchangamka sasa. Mgonjwa amechangamka kutoka ICU, sasa anataka kunywa maziwa, anataka kula, arudishe uhai wake. Kwa hivyo tuwaambia TWAWEZA shukrani kubwa sana, na tuwapongeza sana kwa kuja na mradi muhimu sana kwa jamii yetu ya Kibajuni. Kabla kwenda mbele, ningependa kuongeza kitu kimoja. Wajua sahihi hakuna county ambayo ina grow kwa ukubwa sana na Lamu. Lamu County sahihi tuko na miradi mikubwa sana. Tuko na mradi wa Lapset ambao sahihi uko na bandari tu 3 na ambazo zinaenda 32. So tutarajia millions of people wakuja hapa. So millions of people wakija hapa, ikiwa tumepoteza hizi mila na desturi, tutataifika kabisa. Itabaki historia tu. Sasa TWAWEZA tayari wameanza kuwekelea miundo msingi. Tutakapovamiwa na mamilioni wa Kenya hapa, sisi tayari tuna miundo msingi ya kuweza kujielewa na kuweza kudhibiti kile ambacho ni chetu. Ona, wamesaidia sana. Na hiyo huwezi kuikataza kwa sababu ile ni port, kuna wafanyikazi, kuna wafanyabiashara, kuna nini, itaamsha. Ona, na ukiangalia ikiwa Mombasa ni 21 bath lakini imefanya Mombasa vile imekuwa kwa wageni, 32 bath of Kire itakuwa vipi? Na population yetu vile ni ndogo. Sasa tusipokuwa na miundo msingi kama hii, ni hatari sana, ile jamii itapoteana kabisa kwa sababu kuna kuingiliana, kuna intermarriage, kuna nini. So at least ikiwa tuna mpangilio kama huu utaweza kutusaidia. Kwa hivyo sisi, mimi ningeombea na ningeomba kwa upande wa TWAWEZA, wamefanya kitu na wamefanya official kulingana na serikali na kila kitu, lakini wasitupe mkono katika monitoring ya kuhakikisha kwamba hizi vitu vimekuwa implemented na vimeshika vizuri kule kwa serikali, kiasi cha kwamba ile wale washikadau waone ule muhimu. Pale kuna mapungufu, basi wahakikishe wametusaidia ili tupatikane vitabu kwa wingi. Ona, na ningependa pia bado wasitupe mkono TWAWEZA ili waweze kuwashika wale walimu, wawape ile training, waweze kuwa na hamasa ya kuendelea, kwa sababu sasa hivi mimi najua kwamba kuna nini kubwa yaendelea kuhusu mambo ya walimu, kwa sababu kule ni sehemu za shida. Serikali imeonelea kwamba watoe scholarship. So wametoa, kuna scholarship zingi zimetoka kwa kupitia president, kwa kupitia bursaries. Ona, kila kijiji sasa wakosekana walimu 5-6 ambao wana scholarship, na wote ni education, ili kulenga kupeleka walimu kule, kwa sababu walimu wengine wanakataa kwenda sehemu ambazo zina shida za kimaisha na ni sehemu za mipakani ambao usalama kidogo unadorora kwa mambo ya nchi jirani. Ona, sasa unapata na wanaajiri wale walimu. Sasa unapata kwamba kuna walimu wengi wa Kibajuni ambao sasa wako mashinani, wanahitaji kuweza kushika mkono ili waweze kusomesha watoto hii. Ona, hili ni jambo muhimu sana. Na kwa upande wa jamii ya Kibajuni, wameletewa jambo lao waweze kulisoma, na sana kwa zile age ambazo wanaenda Mgumbaro, wao pia sasa wasome. Wakisoma zile Mgumbaro, wasome hizi. Wakisoma hizi watakumbuka, wakikumbuka wataweza kuingiza vijana wao katika yale yaliyopotea yafanyike. Unaona, kuna yale yalipotea kulingana na mazingira ya hali ya hewa au mambo mengine, lakini kuna yale mengine, desturi zingine ambazo zaweza zikafanyika, watu waweze na mila na desturi zile waweze kuzirudisha, ili mashirika kama haya TWAWEZA waone kwamba jamii pia imeamka, jamii pia wanataka ule msaada, sababu unajua ukishikwa mpaka ushikamane ndio ionekane ile bidii, ndio na mashirika kama haya yaweze kuwa pamoja na sisi.